Naitwa Dr. Emmanuel Constantine Lupilia, ni meneja kanda ya kaskazini. Kanda ya kaskazini tunahudumia mikoa mitatu, tunahudumia Tanga, Kilimanjaro pamoja na Arusha. Leo tumekuwa na kikao na mawakala wa bima. Tumewaita hapo ofisini kwa sababu tunahitaji kuendeleza hili soko, tunahitaji kuwafikia wananchi, tunahitaji kuhakikisha kwamba tunakwenda kulinda ndoto zao, tunakwenda kulinda mali zao, lakini kikubwa sana ukuaji wa sekta ya bima basi ukue sambamba na mawakala ambao tunawasajili na kuwasimamia. Kwa hivyo lengo tumewaita ni kwa ajili ya kutafuta mwafaka katika hili, katika jambo ambalo tunaona ni la msingi sana kwa mawakala kulifanya. Moja wapo ni kuhakikisha kwamba wanaendesha sasa huduma hizi za bima kwa weledi, wanaendesha huduma za bima kwa kutumia uzoefu, lakini pia wanaendesha huduma za bima kwa kutumia uaminifu. Soko la bima ni uaminifu. Soko la bima ni kuhakikisha kwamba unamsaidia mteja, sio kuuza huduma za bima, lakini pia sasa ni kutoka kwenye kuuza kwenda kwenye kutoa ushauri. Wakala tunamuelimisha kwamba yeye anapaswa kuwa ni mshauri wa masuala ya bima na sio muuzaji wa bima. Anahitaji kumshauri mteja kile anachostahili na kuona ni namna gani bima ya aina gani inaweza kumsaidia kukinga majanga ambayo anajishughulisha katika mnyororo wa thamani wa kujenga uchumi. Kwa hivyo tumewakutanisha leo hii hawa mawakala ikiwa ni mwendelezo wa yale ambayo tayari tulishazimia kipindi cha nyuma, ikiwemo kuona fursa zilizopo, fursa ambazo zinaweza zikasaidia kuwakuza katika kutoa ushauri wa huduma ya bima kwa Watanzania, lakini pia fursa ambazo zinajitokeza, fursa za Afcon, kuna fursa za matumizi ya AI, kuna fursa nyingi ambazo tumeziongelea, lakini pia kutatua baadhi ya changamoto ambazo wanazipata zinazowakwamisha wao kufanya ama kutekeleza majukumu ya kutoa ushauri ya huduma ya bima. Kwa hiyo tumejitahidi kuyaona na kuhakikisha kwamba mambo haya yote sasa yanakwenda kufanikiwa vizuri, wakiwa na utaratibu ambao tumeuweka, moja wa kukutana na regulator. Sasa regulator yeye anakwenda kuandaa mazingira wezeshi kwa biashara hizi ambazo wanazifanya, kutoka kwenye kufanya biashara ya kuuza kwenda kwenye biashara ya kutoa huduma ya bima. Lakini kingine ambacho tumejaribu kujadiliana nao ni kuandaa sasa elimu ya umma, kuwa na elimu ya umma kwa kushirikiana na wao, watoe elimu ya umma kwa jamii, watoe elimu ya umma kwa wafanyabiashara, watoe elimu ya umma katika vikundi mbalimbali ambavyo vinajihusisha kwenye ujenzi huu wa uchumi, hasa mkoa huu wa Kilimanjaro. Tunataka tuonyeshe mkoa wa Kilimanjaro ndio senta ya mafanikio kwa mawakala. Tunataka tuonyeshe mkoa wa Kilimanjaro ndio sehemu ambayo mikoa mingine inaweza kuja kujifunzia hapa. Tunataka tuwaweke mawakala wa mkoa wa Kilimanjaro juu kwamba hapa sio sehemu tu ya kuja kuuza bima, lakini ni sehemu ya kujikita kutoa ushauri wa bima, kwa maana ya kwamba watu waamini huduma ya bima ni huduma ambayo inakwenda kukinga ndoto zao, ni huduma ambayo inakwenda kukinga mali zao, ni huduma ambayo inakwenda kukinga afya zao. Kwa ujumla wake tuweze kufika mahali ambapo hawa mawakala wanapofanya biashara na kujiengage katika mnyororo wa thamani wa masuala ya bima, basi wanakuwa sambamba na ukuaji wa uchumi, lakini pia na ukuaji wa pato la taifa na ukuaji wa sekta hii ya bima. Lakini tumejadili namna ambavyo tutakwenda kuweka elimu kwa wao. Mawakala wetu hawa tumewaandalia utaratibu wa kuwapa elimu ya kila wakati. Tutakuwa na retreat nyingi ambazo tutazifanya kuanzia sasa, kuhakikisha kwamba tunawaingiza kwenye mfumo wa kuwakumbusha taratibu zote za uendeshaji wa bidhaa zote za bima, lakini pia kuhakikisha kwamba wanapojihusisha na masuala ya bima ni nini wanapaswa kuzingatia, lakini pia ni nini hawapaswi kuzingatia. Kwa ujumla wake waweze kufanya biashara hizi kwa weledi, kwa hekima, lakini pia kuzingatia sheria. Haya ni mambo ambayo tutajadili kwenye retreat ambazo tunaziandaa, ambazo zitakuwa zinafanyika kwenye maeneo ambayo tunaona
yanafaa kwa ajili ya retreat. Mwisho zaidi, tumeonyesha kwamba sasa ukuaji wa sekta ya bima ambao unakwenda sambamba na ukuaji wa mawakala inawezekana. Tumejiposition vizuri kuhakikisha kwamba fursa hizi ambazo tumeziainisha sasa wanakwenda kuzifanyia kazi. Ya changamoto walizokuwa nazo, sisi kama mamlaka ya bima tunakwenda kuzisahihisha, na sio kuzisahihisha, tunakwenda kuziaddress, tunakwenda kuhakikisha kwamba zinaondoka ili kujenga sasa barabara iliyonyooka kwa biashara ambazo wanaweza wakaenda kuzifanya. Kwa majina naitwa Goodluck Masawe, ni afisa bima kutoka mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania TIRA. Mimi kama afisa nikiwa pamoja na meneja wangu, leo tumepata nafasi ya kukutana na mawakala katika mkoa wetu huu wa Arusha, na tumepata nafasi ya kuwa na mazungumzo nao kama mwendelezo wa vikao kazi katika kukumbushana taratibu na sheria na kanuni za usimamizi na utoaji huduma. Na tunafurahi kuona mawakala wameendelea kuonyesha ile hali ya kujitoa na kujituma pamoja na kutoa na kuibua changamoto mbalimbali. Kama mamlaka tumewasaidia kutafuta njia ya kuona namna ambavyo wanaweza wakatafuta ubunifu wa kujitofautisha. Tusiwe tule wakala wa kukaa na kusubiria biashara, kuangalia wateja wapya na kuangalia wale waliopo na kuwauzia biashara na kutoa elimu zaidi ili kuweza kufanya vizuri sokoni. Lakini pia tunashukuru wamejitokeza kwa wingi, na imani yetu kubwa ni kwamba vikao hivi vitakuwa endelevu katika kuangalia namna ya kukutana nao ili kuhakikisha yale matatizo yote yanayohusisha na ukataji wa bima chini ya viwango yanaondolewa au yanatokomezwa kabisa, na pia hata kushughulikia malalamiko kwetu sisi yatakuwa ni kwa kiwango kidogo, kwa sababu mawakala watakuwa wanafanya vizuri katika kutoa elimu sahihi kwa wateja na kukatisha bima kwa usahihi. Hivyo wito wetu mkubwa ni kuhakikisha mawakala wote katika kanda ya kaskazini kupitia mikoa ya Tanga, Kilimanjaro na hapa Arusha kupitia mkutano huu wa leo wapate chachu ya kuona wanafanya vizuri na kuwa na uzingativu katika taratibu na sheria za mamlaka. Kwa majina naitwa Rahma Sanga, natokea Madai Insurance Agency. Mimi ni wakala ambaye nimepata fursa ya kualikwa kwenye kikao chetu cha kukutana na meneja ya kanda ya kaskazini. Ndani yake pia tumepata kujifunza vitu vingi, tumepata na kujua fursa nyingi ambazo zipo ambazo tulikuwa hatuzitazami kwa upana huo, na tumepata nafasi pia ya kujua namna gani tutaweza kujikuza, namna gani tutaweza kutanua wigo mkubwa wa kujitanua sisi mawakala kwenye biashara zetu hizi za uwakala wa bima na fursa nyingine ambazo zipo ndani yake. Nimefurahi sana kuwepo hapa, nimefurahi pia kupata elimu hii. Nashukuru sana. Kwa majina naitwa Francis Muro, ni mmoja wa wakurugenzi wa kampuni inaitwa Fugo Insurance Agency. Tunawashukuru mamlaka ya TIRA kwa kutuwezesha. Tumekutana na wakala wenzetu, tumekutana na mamlaka, tumeshirikishana uzoefu. Sio tu uzoefu, lakini kimsingi tumeona wapi ambako tufanye vizuri kwa maana ya comply, kufuata taratibu. Tumeona ni wapi kurekebisha kibiashara, fursa za kushirikiana wenzetu, jinsi gani tunaweza tukaangalia maeneo ambayo tunaweza kufanya kazi pamoja, na zaidi changamoto tunaweza kukutana nazo ambazo kimsingi TIRA wameahidi kuzichukua na kuzifanyia kazi. Tunashukuru kwa sababu fursa kama hizi zinatujenga, na sisi tunaona jinsi gani tunafanya biashara. Tunasikia meneja wetu wa TIRA ameelezea anatamani mawakala wakue, sio tuishie tu kwa mawakala, tuwe mabroka na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo kwa semina kama hizi na vikao kazi kama hivi natujenga na tunajifunza kutoka kwa wenzetu, na mwisho wa siku tunaamini tutazidi kuwa bora.